Leo katika ripoti za kimahakama ilikuwa inatoka Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Ni taarifa iliyokuwa imebeba kichwa cha habari, Chadema yazuiwa kufanya shughuli za kisiasa hadi Juni 24. Ni taarifa hiyo ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiwa kwa siku 14 kufanya shughuli zozote zile za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania. Zuio hilo linatokana na kesi namba 8323 mkwaju ya 2025. Baada ya zuio hilo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wao wametoa taarifa yao kama ambavyo na kuletea. Kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kisiasa za Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwaarifu viongozi, wanachama na umma wa Tanzania juu ya hali hatari inayojitokeza kwa kasi dhidi ya vyama vya siasa vinavyopigania mabadiliko ya kweli nchini. Hali hii inaashiria juhudi za kurejea kwa enzi za utawala wa kiimla unaotumia vyombo vya dola na mahakama kama zana za kukandamiza sauti mbadala baada ya kulinda haki za wananchi na utawala wa sheria. Kwanza, tunaendelea kushuhudia njama zilizo wazi zinazoratibiwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kushirikiana na watu waliopoteza uhalali wa kisiasa. Kupitia kesi isiyo na msingi, ni dhahiri kuwa kuna njama za makusudi za kuingilia, kuchafua na kuvuruga uongozi halali wa Chadema kwa lengo la kuua operesheni yetu ya no reforms no election, wakiwa wameweka kwenye mabano, bila ya mabadiliko hakuna uchaguzi. Harakati za kidemokrasia zinazodai mazingira huru na haki ya uchaguzi. Pili, tumekuwa mashuhuda wa kilele cha siasa za vurugu na hujuma dhidi ya mikutano yetu ya hadhara. Kwa maelekezo ya wazi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, polisi wamekuwa wakilazimisha kubadili viwanja vya mikutano, wakurugenzi wa halmashauri wakitunyima tusitumie viwanja tunavyoomba hata baada ya kupokea malipo kutoka kwetu kwa madai yasiyo halali, na kuendesha shughuli ambazo hazikuwa kwenye mipango yao. Zaidi ya hayo, makundi ya vijana wasio na ajira yamekuwa yakitumika kuleta vurugu, kuwatisha wananchi na kujaribu kuzima ujumbe wa matumaini na mabadiliko tunaoeneza nchi nzima. Tatu, leo tarehe 10/2025 Juni, katika hatua ya wazi ya kuingilia uhuru wa kisiasa wa vyama, mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga imetoa amri ya kusitisha kwa muda wa siku 14 shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar kwa miaka 15, Bwana Said Mohamed, pamoja na wenzake wawili, wajumbe wa bodi ya udhamini wa chama. Jaji alitoa uamuzi huu bila chama kuwa na mawakili wake, baada ya wakili wetu Jebra Kambole kujitoa kutokana na kuhisi kutotendewa haki. Jebra Kambole aliomba kusitishwa kwa kesi hadi chama kitakapopata wakili mwingine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusikiliza kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wao, uamuzi huo umechochewa zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya msingi wa kisheria au haki, huku ukizingatia hali ya kisiasa ilivyo nchini kwa sasa. Chadema inachukulia hatua hizi kama ishara ya hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Viongozi wa chama watafanya mkutano wa dharura kutathmini hali hii na kuamua msimamo rasmi wa chama kuhusu hatua za kuchukua. Chadema wanatoa wito kwa viongozi, wanachama, wafuasi wao na Watanzania wote wanaoamini katika misingi ya uhuru, haki, demokrasia kuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wakuu wa chama, na wanasema hawatarudi nyuma katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Hii imetolewa leo Jumanne tarehe 10 mwaka 2025 Juni na Brenda Lupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Mimi ni Pasco Mwakioma, hii ni Ayo TV.